tuweze kujua wako wapi. Na kwa kweli nilifika hata pa Dodoma kufanya vikao na watu wa wizara katika kuandaa huu mwongozo wa kitaifa. Baada ya hapo nimepita kumobilize hawa wafanyakazi wapakua vyoo wa matakataka. Mpaka sasa mimi ndio mwenyekiti wa wafanyakazi wa usafi wa mazingira Tanzania. Hapo hongera sana. Na kwa kweli mpaka ninaposema hivi sasa kitu hiki kimeenda mbali, kwa sababu pia katika Afrika kumbe kulikuwa na association ya watu wanamwe na tayari tumeunganishwa katika Afrika kundi hili la Tanzania. Ndio. Na wizara imeweka nguvu kubwa, na hata sasa katika uzinduzi wa mwongozo wizara iliomba watu wa World Bank kusaidia ujenzi wa ofisi ya hawa watu wafanyakazi wa usafi wa mazingira. Ili waweze kuona miundombinu na uratibu wao na nini. Kwa hiyo ni baada ya kuona kwamba watu wana umuhimu katika jamii. Juzi tumepata ajali, watu wawili wamekufa kwa sababu walikuwa wanapakua choo kwa njia ya kienyeji. Wameingia, wamefungua ile shimo, wameingiza ngazi, kumbe alafu wakaweka petroli. Sasa walipoingiza petroli immediately anaanza kuingia na ndoo. Hewa kali mle imemkamata mtu mle ndani. Akatumbukia. Wa pili ameenda akidani yule amechelewa kuleta ndoo kupandisha nje. Naye tena wawili tarehe 6 mwezi huu. Sasa ni nguvu kazi. Lakini ni sababu ya kwamba ni kundi liko peke yake. Makatazo, jamii haijajua. Sasa ni hata uelewa wa kiutaalamu wale wafanyakazi kujua kwamba hatari iko wapi. Hatari iko wapi. Kwa hiyo kwa hapa Tanzania pale kwangu tuna learning center, ndio tumeweka unit ndogo pia ya mafunzo ya hawa watu wanaotaka kupakua vyoo, wapakueje kwa njia salama. Yaani pale ambapo gari haiwezi kufanya kazi, je, tufanye kazi kwa njia gani? Na hapo nimesema afisa afya aitwe, ahakiki kwamba kweli hiki choo hakinyonyeki. Akisha hakiki atoe mwongozo tufanyeje pale. Sasa wataalamu tuingie pale, weka pazia, weka huku, ziko dawa maalum za kupunguza harufu na nini tayari. Iko PPE, vifaa kinga, vifaa kinga, aingie mle tayari. Ni kazi za kiufundi kama ufundi mwingine. Sasa mwaka jana nilisikia ajali kama hiyo kule mkoa wa Kagera. Unaona? Nilisikia. Kwa hiyo hili jambo nalo kama unavyoliulizia lina changamoto hizo, lakini zinaenda kutatulika kwa sababu tayari serikali imeshapitisha mwongozo na mwongozo uko tayari wa kusimamia hawa watu. Ule mambo ya unyanyapaa, unajua jamii ikikuta mtu anafagia barabarani na mtu maskini tu alikosa kazi, lakini huyu asipofagia hii barabara, hizi barabara zitapitika. Mitaro anasafisha mitaro. Sasa hii mitaro isiposifagiliwa, hata kama miundombinu imewekezwa, isipofanyiwa monitoring, maintenance, na maintenance moja hapo ni ya usafi, kuzibua, nani atafanya hiyo? Unaona, sasa uwekezaji unaweza kuwepo, lakini sasa kama hakuna uendelezaji katika maana ya utunzaji ambayo ndio usafi, sasa hawa wanaofanya hiyo kazi ni watu muhimu sana. Sasa serikali imetambua na imeweka mwongozo rasmi, guideline yao ya kitaifa ambayo itakuwa inatumika kama kuwalinda. Mahali pengine mtu anafanya kazi ya kupakua choo au kufagia au nini, hata hela anatupiwa tu, chukua 200 yako ondoka. Kitu ambacho sio sawa sawa. Kwa hiyo hilo nalo limekaa hivyo katika maana ya kuona kwamba sasa pole tasnia hii ya usafi wa mazingira miaka na siku zinazokuja inaweza kuwa katika sura nyingine, hasa kujenga ufahamu wa jamii kabisa. Uelewa kwamba choo sio kuchimba tu. Eneo hili lina kina kifupi cha maji yako juu, unafanyaje? Uchimbe choo cha aina gani? Sasa hakuna kila mmoja sasa ni eneo langu tunafanya, lakini baada ya muda inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo haya yote yakianza kujulikana na kupitia vyombo vya habari kama hivi, inaweza kuwa ni msaada mkubwa katika kutawanya habari. Swali langu lingine linahusu sasa, kama nilivyokueleza, mara nyingi mambo haya watu wa kawaida wanayaona kama yako mbali, hayapo katika uwezo wao. Hata kwenye kuangalia faida zake, kama walivyosema, katika maji hayo unaweza ukapata maji safi, maji ya kumwagilia, unaweza ukapata mbolea, unaweza ukapata. Lakini hebu tupe kidogo sura ya gharama kwa mradi ambao ni wa chini kabisa.
katika hiyo mashine uliyoita, mtatusaidia kuweza kuitamka. Okay. Mimi niseme kwa kweli gharama si kubwa zile ambazo, kwa mfano hata nyumba ya kawaida mtu anajenga choo, anajenga shimo la kwanza ile la square septic, anajenga stock away ile round. Ndio. Ukiangalia gharama zake kuna ambayo inafika milioni 2, milioni 3 kama anajenga standard na anaongeza na chemba. Kwa hiyo tunapofika hata kwenye mifumo ya digester, kusema kweli gharama hazitofautiani na hiyo. Zinaenda sambamba tu na ujenzi wa choo standard cha kawaida. Kinachoongezeka pale nilisema tu ni ile ubunifu. Ni kazi inayofanywa kwa ubunifu wa hali ya juu kidogo kuliko tu kwamba ni square tu 5 kwa 6 kwa 6, 8 kwa 8. Sasa tunasema tunajenga shimo la mduara ambalo liko kama mtungi. Ujenzi wake tunatumia paving mara kwa mara, sio tofali za kawaida. Hii digester. Alafu sehemu nyingine ya ABR, ya sehemu ile ya kuchuja maji, ndio tunaweza kuzitumia hata tofali za kawaida. Kwa hiyo kwenye level ya kaya hahitaji mtambo kubwa, kwa sababu tunapima tu kwamba anatumia ndoo ngapi kwa siku. Kwa hiyo huu mfumo utachuja kiasi gani kwa siku, ili akiingiza ndoo moja ya maji safi, huku ndoo moja ya maji ya machafu inachujwa na kutoka, inapisha, ni maji yanayopishana. Ukiingiza yaliyochakaa yanatoka mapya. Kitu cha namna. Kwa hiyo gharama na nyingine huwa tunategemea eneo likoje, ili jiografia ya pale water table ikoje, tutachimba kwa kina kirefu au kwa kina cha kifupi, basi ni gharama za kawaida kabisa. Kwenye taasisi, labda taasisi gharama iko kubwa kidogo, sababu kuna population kubwa na mazingira Okay. Kweli nakushukuru. Yapo mambo mengi ambayo ni ya kifaida na maono ya hali ya juu kuhusu swala la utunzaji wa mazingira sasa, katika kuchakata na kutenga taka ngumu na taka miminika. Nataka kidogo, ulisema kwamba ulishawahi kutumwa na serikali katika mikoa mbalimbali. Sura ya uchakataji wa taka kwa ujumla zote za aina zote ikoje? Kwa maana mimi hapa Dodoma ninasikiaga tu siku ya Jumamosi, jamani gari linapita, toeni taka, toeni. Kitu kama hicho. Mimi sijui sura ikoje, kwa sababu jiji, kwa mfano jiji la Dodoma kama ni jiji kubwa, lina magari mangapi? Kweli tunakabili tatizo hili kadiri linavyostahili, au bado tuko nyuma? Kwa kweli niseme tu kwamba ndio maana hata kikao nilichosema nilikuwa nahudhuria sasa kilikuwa kinaangaza katika jambo hilo, kuruhusu kufungua mlango mwingine wa sekta binafsi kuwekeza katika maji na usafi wa mazingira. Hiyo ni kuonyesha kwamba serikali bado ina mzigo mkubwa kwenye hilo eneo. Haiwezi kujidhatiti kabisa kwamba itakabiliana nao. Na kwenye miji mikubwa kama hii Dodoma, Dar es Salaam na maeneo mengine. Sasa usiporuhusu watu wengine waunge mkono, kwa kweli kazi ni kubwa. Na kama ulivyosema, mwaka jana Julai na Agosti nitembelea mikoa ya Lindi, Mtwara, Ndanda, Masasi, Tunduru, Songea, Njombe, Iringa, Morogoro, Tanga, nimalizia Handeni. Lakini utendaji ule wa kawaida upo, lakini sio ule unaofanya kwa ukamilifu. Lakini kinachokosekana ni hicho kwamba mji kama wa Handeni ni mji wa kilimo. Ndio. Kwa hiyo ukienda taka nyingi ni organic. Ndio. Ni organic. Ndio. Kwa hiyo tungetegemea viwanda vya mbolea viwe katika hayo maeneo. Sasa Hapa kwenye miji mikubwa kuna changamoto, sorting yake, kuna vitu vingi vya kemikali vimeingizwa kwenye taka. Ndicho ambacho nijifunza katika mikoa kabisa ambayo sio masite kubwa. Ina fursa kubwa kwenye hilo eneo, kwa sababu taka nyingi ni taka za kuoza. Kwa hiyo zisingekuwa mzigo mkubwa, kwa sababu zirudishwe kwenye matumizi. Lakini hata hivyo sio kwamba ile miji ina facility za kutosha vitendea kazi. Na ni tatizo tu. Manake mpaka sasa tunaliona kama tatizo, na tunashindwa. Tumefaulu tu kurudisha plastiki kuziyeyusha tena na
kuzichakata kwa namna nyingine, lakini material mengine naona bado hatujafaulu. Na sasa katika small scale. Yes. Small scale. Sasa turudi katika mradi wa taka miminika. Ni unaona ufanisi huo unaweza ukasambaa kwa vipi kwa watu wa kawaida? Manake ninasema watu wa kipato cha chini na kipato cha kati, kwa sababu wale wa kipato cha juu wanaweza kuhimita malori yakatoa, haijalishi bana ngapi wameshaweka kwenye bajeti zao. Mwananchi wa kawaida na choo chake kimejaa, ni shida kupata laki moja ya kuweza kuweza kusolve tatizo hilo. Niseme tu pia kabla sijajibu hicho ulichotaja, hata kwenye taka ngumu nachokihamasisha kwa sasa pale nimetengeneza dustbin. Ndio. Inaitwa sorting dustbin. Changamoto tulioipata ni kwamba hata tunapata dustbin kubwa nyingine ingia hata kilo 100, lakini yote ni kuchanganyika. Sasa utasoti vipi? Inabidi hiyo inyenyeriwe nzima mpaka dampo. Sasa dampo liko kilomita 20-30. Nani watafata kule? Kwa hiyo wajasiriamali wengi ambao hata hawana unyanyapaa ambao wangeenda kuchakata hawezi kufika kule kabisa. Sasa ukitumia sorting dustbin ambayo nimeitengeneza, ina partition 4 na kila partition inachukua kilo 40. Ndio. Sasa ina maana unakuwa na sehemu ya plastiki, mabaki ya chakula, una sehemu ya taka hatarishi, una sehemu nyingine ya waya, vitu vingine. Ukishafanya hivyo takataka hamna. Na ile dustbin mpaka pale nyumbani kwangu sasa naitumia, na ilikuwa ni wazo la mradi kwamba sasa tuanze kupata kaya kama 20-30 zinatengenezewa dustbin kama hiyo kabisa. Basi sasa huyu mdau au huyu mtoa huduma akienda, tunasema mimi napita kuchukua plastiki, mwingine anasema mimi napita kuchukua mabaki ya chakula, mwingine anasema mimi napita kuchukua pampers, mwingine anasema mimi naenda kuchukua taka hatarishi. Tumemaliza takataka. Lakini mpaka sasa kwenye kiwango cha small scale hapa kwenye household level hatujawa na mfumo. Kwa hiyo ndio maana taka zinatutesa huko juu. Kwa sababu kuzichambua huko juu kunakuwa kugumu. Lakini ukishajitenganisha kutoka huko tayari, hata hizi plastiki pale ambapo wamefaulu kutenganisha, hata wanaokota wanalipa hela, maana nazikuta zimeshaandaliwa. Chupa zimeshajazwa kwenye kiroba. Uweze kuchukua bure. Lakini kama anaanza kuchakata mwenyewe, unamtoza aje pesa. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni fursa nyingine ya kujengea uwezo kaya kuongeza kipato, kwa sababu already zile taka zimeshatenganishwa, zinarudishwa kwenye matumizi na tayari zinaingizwa kwenye biashara. Sasa pale nimetengeneza hicho kitu cha sorting dustbin ambacho ninategemea kufanya sasa ni kupata mtaji wa kuitengeneza iwe ya kusambaza na kutengeneza pilot area ambao wanaanza kwanza kuitumia. Na nimeita hata waheshimiwa mbalimbali wameiona na nafanya kazi.